Shalom. Sasa ishara hizi ambazo ninaenda kuzitaja majira haya, utakapoziona kwa njia ya ndoto, manake unajuzwa wazi kwamba kuna maadui wakubwa sana na wabaya sana wanakufuatilia katika maisha yako. Sasa moja ya ishara ambayo utaiona kwa njia ya ndoto, tunasema kwamba pale ambapo ukalala ukaota ndoto ukaona umetumbukia kwenye mto, na huo mto kuna mamba, kuna viboko, wanyama wa majini wakali sana. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, ukiota ndoto ukiona umetumbukia kwenye huo mto, alafu kuna wanyama wakali, mamba, kiboko, alafu kwa namna ajabu ulipotumbukia tu ukashtuka kwenye ndoto na mapigo ya moyo yakabadilika. Sasa ishara ya namna hiyo maana yake unaonyesha wazi Mungu anakupa taarifa kwamba umetumbukia katikati ya watu wasio wema, umetumbukia katikati ya watu wabaya. Maanake kuna watu uliowakaribisha katika maisha yako ambao hawana dhamira njema na wewe. Maanake hapo pengine ni marafiki wamekuja kwako wakajifanya wanakupenda, wanataka we karibu na wewe, au ndugu, au wapendo aina yote ile, lakini unajuzwa kwamba kuna watu uliowakaribisha safari hii wanaonekana kwa nje wana ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali, wana roho ya maangamizi juu yako, manake wanataka wakuangamize. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona umetumbukia kwenye mto wenye mamba, wenye viboko, manake Mungu anakujuza kwamba anza kubagua marafiki ambao sio sahihi. Anza kubagua watu ambao umewakaribisha kwako wanaonekana ni sahihi, lakini nyuma yao wamebeba silaha za maangamizi za kukuangamiza wewe, kuharibu hatima ya maisha yako. Kwa hiyo ukiona hii ishara kwa njia ya ndoto, hauhitaji kuipuuza, hauhitaji kuidharau, hauhitaji kuiona ni ishara ya kawaida. Maanake hapo tunasema unakuwa unahitaji msaada wa kiroho haraka sana, kwa sababu ishara inayokuwa haijabeba maana nzuri. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosea. Usisahau kusubscribe na kufollow account hii. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana.